Naam, ndugu mtazamaji wa SP Media, karibu sana tukuhabarishe matukio mbalimbali ya kijamii. Mtangazaji wako leo ni Brown Mwangasa. Leo tutakuletea simulizi ya kihistoria kuhusu mapambano ya wafanyakazi wa Tanzania kupata haki zao. Mapambano haya yalianza tangu enzi za ukoloni na yanaendelea hadi leo. Wakati wa ukoloni, wafanyakazi wa Tanzania walikabiliwa na hali ngumu sana. Walifanya kazi saa nyingi, mishahara midogo na mara nyingi walinyimwa haki zao za msingi. Hii ilisababisha kuibuka kwa harakati za wafanyakazi ambazo zililenga kupigania haki zao. Migomo na maandamano yalikuwa ni njia kuu ya kupigania haki zao. Baada ya uhuru mwaka 1961, serikali ya Tanzania ilichukua hatua kadhaa kuboresha hali ya wafanyakazi. Sheria ya kazi iliwekwa na vyama vya wafanyakazi vilipewa nafasi ya kutetea haki za wanachama wao. Hata hivyo, changamoto ziliendelea kuwepo, hasa kuhusiana na mishahara, mazingira ya kazi na usalama mahali pa kazi. Siku ya wafanyakazi au Mei Mosi huadhimishwa kila mwaka nchini Tanzania kama ilivyo katika nchi nyingi duniani. Siku hii ni fursa ya kutambua mchango wa wafanyakazi katika maendeleo ya taifa na pia ni fursa ya kuangazia changamoto zilizowakabili wafanyakazi na kutatua suluhisho. Licha ya maendeleo yaliyopatikana, wafanyakazi wa Tanzania bado wanakabiliwa na changamoto kadhaa, ikiwa ni pamoja na mishahara midogo, mazingira hatarishi ya kazi, ukosefu wa usalama mahali pa kazi, unyanyasaji wa aina mbalimbali mahali pa kazi na ukosefu wa ajira. Serikali ya Tanzania kwa kushirikiana na vyama vya wafanyakazi na wadau wengine inaendelea kuchukua hatua ya kuboresha hali ya wafanyakazi. Hatua hizi ni pamoja na kupitia upya sheria ya kazi, kuimarisha vyama vya wafanyakazi, kuongeza ufahamu kuhusu haki za wafanyakazi na kuimarisha usalama mahali pa kazi. Ni muhimu kutambua kwamba mapambano ya wafanyakazi ni endelevu. Ni kwamba juhudi zinahitajika kuendelea kufanywa ili kuhakikisha kuwa wafanyakazi wote wanapata haki zao. Ndugu mtazamaji, tunashukuru kwa kuendelea kuwa nasi katika channel yetu ya SB Media. Tunapatikana katika mitandao yote ya kijamii, YouTube, Instagram na Facebook kwa jina la SB Broadcasting. Asante sana.